Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Geukie jirani yako, mwambie unasalimiwa. Muulize umeshindaje siku ya leo? Unaendeleaje? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie umejua namna ya kuomba. Halo. Kwa wale wageni ambao leo ni siku yao ya kwanza, kwa majina yangu ninaitwa mtumishi Noel John Matias Zefania Gunze Kengese. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi Noel, lakini wengine wananiita ni bishop, wengine wananiita mchungaji. Kwa vyovyote vile utakavyoona kuniita. Haleluya. Ila mimi ni furaha kwangu kuitwa mtumishi. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na leo kabisa limejaa wanawake wengi watufahamu. Nimepatana pia na watumishi wa Mungu, timu yangu kutoka Mwanza. Naomba wasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa wale ambao hawakuwepo jana, mimi ninaitwa Mchungaji Consolata Agwema. Ninatokea kanisa la Uzima wa Kristo Mwanza. Nimeambatana kama alivyoambia wengine wanamuita bishop, ni askofu, ni baba yangu wa kiroho. Tumefurahi kuwepo mahali hapa. Nisiseme nafsi zingine. Nimefurahi kuwepo mahali hapa. Nimefurahi kuwepo mahali hapa. Nimefurahi kwa nani siku ya pili. Tutakuwa wote mpaka mwisho wa semina. Ninawapenda sana. Amina. Kama jirani yako hajapiga makofi, mwambie acha wivu. Haleluya. Ndio, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Paul Christopher Madama. Ni Msukuma aliyeokoka. Amen. Nimeambatana na baba yangu. Mungu awabariki sana. Asante Yesu. Hawajajitambulisha vizuri. Huyu ni makamu wetu wa askofu wa Christ Life Church. Amen. Ni makamu wetu nini? Askofu. Na ananisaidia sana kunipatia muda ni ndugu katika roho, yeye akishughulikia mambo mengine vizuri. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kama kuja huku yeye alishikilia usukani wa kujua tunakuja na usafiri gani. Amen. Tutakaa siku ngapi, itakuwaje. Huyo ambaye unamuona nachukua video na hapa tuko live, manake dunia nzima inatuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupitia YouTube dunia nzima inatuona. Yeye ni mwenyekiti wa kamati tendaji. Bwana apewe sifa. Hatuna kanisa tu Mwanza, tuna kanisa sehemu mbalimbali. Hello. Sasa kazi moja hapo ya kamati tendaji kule ninapoalikwa, natakiwa tuhakikishe kwamba mazingira yote yako sawa na utendaji kazi wa makanisa yetu yote natakiwa tuhakikishe tunaenda kwenye nidhamu hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya kamati nini? Tendaji. Mfano mwaka jana nilikuwa nina ziara Malawi. Kwa moja ya kazi ya kamati tendaji ni kuwasiliana na ule mchungaji wa kule. Halo, kwamba mapokezi yamekuwaje. Yesu. Sasa wewe kwa sababu kulikuwa ni kuna mwenyeji makamu wa askofu, ndio maana mchungaji kuona simu yake. Haleluya. Kwa moja ya kazi ni hiyo. Kwa wananipatia wepesi sana kwenye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kibaya kama mchungaji wako akatoka kwenye maisha ya kiroho akaanza kushughulikia mambo ya kimwili. Kuna viongozi hapa. Bwana Yesu asifiwe.
Ukianza kuona mchungaji wako anatoka kwenye kushughulikia neno na anashughulikia kazi ambayo wewe uliwekwa kuisimamia, hiyo ni laana kwako. Wanatokea na unamfanya yule mtumishi asitumike kwenye vile viwango vya kimungu. Katika Yesu. Kwa hiyo popote ulipo Mungu alipokuweka, tumika vizuri kumrahisishia mchungaji wako. Jana aliomba kazi ya kutembea, kuambia watu kuhusu semina na akatoa shuhuda yeye jinsi alivyotembea hadi saa 6 usiku. Anamwajilisha. Hiyo sio kazi ya mchungaji. Sikiliza, mchungaji wako ana upako wa uponyaji juu ya maisha yako. Lakini usipouona huo upako, maanake ukupatia nafasi ya kukaa na Mungu. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Kwa mimi watu wanaweza kusema ana upako. Si kwa sababu nina upako, ni kwa sababu nina wasaidizi ambao wananifanya nisiwaze ya mwili. Halo? Nikupe tu kazi moja. Hakikisha mwaka huu mchungaji wako asiwaze ya mwili. Alafu utaona hiyo nguvu ambayo atatembea nayo. Kuna wengine watatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndio ukweli. Lakini kuna wengine ni matomaso. Kwa kitabu cha leo tunaanzia hapa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6. Matendo ya Mitume sura ya 6. Matendo ya Mitume sura ya 6. Ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Tutasoma mstari wa 7 ili uelewe. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 7. Anasema hivi, Matendo ya Mitume sura ya 6. Matendo ya Mitume sura ya 6. Mstari wa kwanza hadi wa 6. Anasema hivi, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi na wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumia mezani. Mstari wa 3. Anasema, basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili, na sisi tutahudumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchukua Stefano, mtu aliyejawa imani na Roho, na Filipo na Prokoro na Nikanori na Timoni na Parmena na Nikola mwongofu wa Antiokia, ambao wakawekwa mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Neno la Mungu likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Bwana Yesu asifiwe. Walitii ile imani si kwa sababu kina Petro alikuwa na nguvu ya upako. Walitii ile imani kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wasaidizi wa kina Petro. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inataja tenashara, maana tenashara kwa ni wale mitume ambao Yesu aliwachagua.
lakini kulikuwepo na wanafunzi wengine miongoni mwao. Wote hapa ni wana wa Mungu, wote ni wanafunzi wa Yesu Kristo, lakini kuna viwango ambavyo Mungu aliviweka katika ulimwengu wa roho. Ndio akatokea mtu ambaye anaitwa mchungaji ndani ya kanisa. Sasa kuongezeka kwa mchungaji, kuongezeka kwa kanisa si inamtegemea mchungaji. Kuongezeka kwa kanisa inamtegemea yule mwanafunzi baada ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanafunzi baada ya mchungaji, yule ndio ana kazi ya ongezeko ndani ya kanisa. Hello? Anakwambia hivi, si vema tukaacha kulihudumia neno, tukahudumia nini? Meza. Meza maanake ni mambo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuona upako wa mchungaji wako, hakikisha hahudumii meza, anahudumia neno. Atukufu Yesu. Wengine wanatoka hapa wanaenda Dar es Salaam. Wengine wanatoka hapa wanaenda sehemu za mbali. Kwa nini wanaenda? Wanatafuta nini? Upako. Lakini wanaacha upako ambao uko ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hauoni upako wa mchungaji wako? Ni kwa sababu umeweka busy kuhudumia meza. Mimi mshirika ambaye ni mpaka nimtafute, huwa sisemuge hata namba yake. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Ila mshirika ambaye ni mwaminifu, anahusika vilivyo. Yaani huyu ataona meseji yangu kila baada ya siku moja. Bwana anasema nini juu yake? Bwana asifiwe. Wanakujaga watu wamepona, alafu baadaye wanarudi tena kwenye matatizo. Ninamwambia mchungaji, kiongozi, namwambia, je, huyu mtu ni wa mikate ama ni wa neno la Bwana? Akinijibu ni wa mikate, atabeba msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninachotaka kuzungumza kwako, hakikisha usiwe mtu wa mikate, unakuwa mwanafunzi ndani ya kanisa. Ukiwa mwanafunzi ndani ya kanisa, utaona upako wa Mungu ukitembea kwa mchungaji wako hadi kwako. Hello. Hello. Jina la Bwana libarikiwe. Kichwa cha somo, udhihirisho wa upendo wa Mungu katika maisha ya mtu. Udhihirisho wa upendo wa Mungu katika maisha ya mtu. Udhihirisho wa upendo wa Mungu katika maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Kesho wale ambao ni wagonjwa nitawaongoza sala fulani, na watafatisha hiyo sala kwa kujiwekea wao wenyewe mikono. Alafu baada hapo tutauliza hilo tatizo bado lipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini ambacho Mungu amekusudia? Anataka kuonyesha kwamba ndani yako iko nguvu yake. Hello. Ndani yako iko nguvu. Kwa hiyo kesho utajiwekea mkono mwenyewe, alafu utatazama tatizo ulilonalo kama lipo. Bwana asifiwe. Kwa kama una mgonjwa nyumbani kwako, hakikisha kesho unamleta. Hello. Wewe ndio utamwekea mkono huyo mgonjwa, na huyo mgonjwa atainuka na atashuhudia Yesu amemponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanasema inakuwaje? Ndio kesho utaona. Bwana asifiwe. Amen. Wewe mwenyewe kesho utakuwa mtumishi. Atukuze Yesu. Amen. Nataka nikufundishe udhihirisho wa upendo wa Mungu katika maisha ya mtu. Jana tumetembea na tumegusa kitu kinachoitwa
imani, kitu kinachoitwa imani, na tukazungumza kwa habari ya mtu aaminiaye. Atukuzwe Yesu. Leo tunataka kugusa kwa habari ya kitu kinachoitwa neno la Mungu ndani yako. 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 Ukitaka kuona upendo wa Mungu kufanya kazi katika maisha yako, lazima ndani yako kuwepo na kitu kinachoitwa neno. Upendo wa Mungu haukai kwa mtu ambaye hana neno. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanasema Mungu anawapenda na Yesu anawapenda, lakini bado kuna mateso ambayo yako katika maisha yao. Kwa nini hawaoni ufunguzi katika hayo mateso? Kwa nini hawaoni utatuzi katika hayo mateso? Bwana apewe sifa. Ziko kanuni za kumfanya Mungu adhihirishe upendo wake juu ya maisha yako. Kanuni mojawapo ni neno lake likiwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linapokuwa ndani ya mtu, kuna kitu kinachoitwa upendo ulio kamili wa kimungu juu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna matendo mengine ambayo Mungu anakufanyia, si kwa sababu umeomba na si kwa sababu umefunga. Mungu anakufanyia kwa sababu liko neno liko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikwambia baraka zote ambazo unazihitaji kwenye maisha yako haziko mbinguni. Baraka zote ambazo unazihitaji katika maisha yako zimo ndani yako. Kwa kama baraka ziko ndani yako, basi ujue kuna kanuni ya kufanya hiyo baraka itoke ndani ije katika maisha yako ya namna gani. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Unaweza ukawa ni mwana maombi mzuri sana, na unaweza ukawa ni mtu ambaye unafunga sana. Wangapi wanapenda kufunga? Unapenda kufunga? Haleluya. Mchungaji una kazi sana. Yaani kanisa zima robo wanapenda kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nikitazama umri sio kama wabibi, ni umri wa kufunga. Atukuzwe Yesu. Sasa sijakwambia usifunge, maana mimi ni mtu ambaye ninapenda kufunga kupitiliza. Hello? Ninajua Mungu ambaye yuko ndani ya mfungo. Lakini kama unapenda kufunga na mfungo wako mpaka unaishi hakuna neno ndani yako, huo mfungo ni galasa. Sijui nikizungumza neno galasa, sijui unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Huo mfungo si kitu. Na ndio maana watu wengi wanafunga na baada ya kufunga hawaoni utatuzi wa jambo lao. Kwa sababu kanuni ni kanuni katika ulimwengu wa roho. Ili uweze kupokea chochote lazima ujue kufuata ile kanuni. Na kanuni ya kudhihirisha matokeo juu ya maisha yako ni lazima ndani ya ule mfungo wako, ndani ya maombi yako kuwepo na neno.
Bwana apewe sifa. Kwa maana nikakwambia ni makosa sana makubwa. Ni makosa makubwa. Makosa kumwambia Baba, Mungu wa mbingu na nchi, bariki maisha yangu, nionekanie. Baba mbingu na nchi, niponye. Ni makosa. Maana baraka na mamlaka yote Mungu aliacha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma neno la Mungu utajua kwamba kuna wakati ukikutana na shetani uanze kumwomba Mungu, bali unamkemea shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, ninaomba afunguke. Ni makosa makubwa. Na shetani akijua kabisa hivi mtu ninaomba hivyo, anakuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Kristo alipokuja akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote. Hapo anamwagiza nendeni ulimwenguni kote. Maana akawaambia ile mamlaka niliyopewa kwa kuwa mpo ndani yangu, hiyo mamlaka naitumia kwenu pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa mtu mwenye mamlaka, hupaswi kuomba, unapaswa kuamuru, unapaswa kuagiza. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unaumwa ugonjwa. Ukiumwa ugonjwa, upaswi kuongea Mungu na somo ngumu sana. Atukuzwe Yesu. Unatakiwa usemeshe viungo vya mwili wako kwamba sikia neno la Bwana, mimi si wa magonjwa, bali mimi ni wa uzima. Atukuzwe Yesu. Ugonjwa ukijua huyu mtu anapenda kuomba na anamuomba Mungu amponye, ugonjwa unaendelea kukaza. Ndio maana unasema nimeomba sana, lakini mpaka sasa sijapona. Kwani kwa sababu namna unavyoomba, unaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati utakiwa, yaani neno naomba, maana ya maombi ni njia ya mawasiliano kati yako na Mungu Baba. Atukuzwe Yesu. Nafundisha hizi nondo nzito kwa sababu kesho unaenda kujiponya kwa jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Neno maombi ni njia ya mawasiliano kati yako na Mungu. Kwa tunaposema tunaingia kwenye maombi, maana yake tunasema hivi, tumeenda kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka kwenye maombi, ukikutana na shida, hautakiwi kusema Baba ninaomba. Unatakiwa usemeshe shida, itambue wewe ni nani. Amen. Sijui kama ninaeleweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Leo kama una swali andika swali. Tutakuwa na maswali na majibu. Haleluya. Sasa hiyo nguvu ya kudhihirisha upendo wa Mungu juu yako inatoka wapi? Nguvu ya kudhihirisha inatokana na kiwango ambacho wewe unasoma neno la Mungu. Atukuzwe Yesu. Mimi naweza kujifungia chumbani, si kwamba nipo rapa kata. Najifungia chumbani, ninatazama andiko moja tu kwenye Biblia. Maana ninayaweza mambo yote katika yeye alinitia. Hilo andiko ninalitafakari ikiwezekana kwa tafsiri mara 20. Kwa nini alizungumza hivi? Kiwango ninapotafsiri, ile uwezo wa ile neno unaingia ndani yako. Kwa ninapokutana na jaribu lolote lile, ni rahisi kuishinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unashindwa na vitu? Kwa sababu jaribu linapokuja linakutana na nafsi yako ikiwa imechoka. Nafsi inachoka kwa sababu ya ukosefu wa neno la Mungu. Karibu Yesu. Amen. Tusome kidogo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Kama wewe sio rasha usishakae kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe kuangalia mtu. Haleluya. Kwa maana shetani hataki uwe makini kwenye wakati wa neno. Anataka uwe makini kwenye wakati wa kuopewa. Maana yake anajua ukiwa makini kwenye wakati wa neno utakuwa na nguvu na uwezo wa kutoa tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuweka kwenye utamaduni wa kuombewa siku zote hautaweza kutatua tatizo ukiwa mwenyewe. Utahitaji msaada wa kufanya. Kwa lugha nyingine, penda sana kusikiliza neno, usipende sana kuombewa. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikiliza neno, nguvu ya Mungu inaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na jambo, kuna nguvu ambayo iko ndani yako imewekezwa kupitia nini? Unaambia shetani acha ujinga. Bwana Mungu liko mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5. Anasema hivi. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani, kwa udhihirisho wa kujua kwamba tumo ndani ya Yesu Kristo ni namna ambavyo tunalishika neno lake. Bwana tusifu. Wangapi wameokoka? Kanisa zima limeokoka. Wangapi wana uhakika hapo ndani ya Yesu? Wangapi wana uhakika wapo ndani ya Yesu? Simama kama una uhakika wapo ndani ya Yesu. Alafu nataka nikupatie kazi sahihi. Kama una uhakika upo ndani ya Yesu, simama. Amen. Mbona mikono ilikuwa mingi? Bwana asifiwe. Kwa kanisa zima mwenye uhakika ambaye yuko ndani ya Yesu ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uhakika wa kuwa ndani ya Yesu ni neno lake kuwa ndani. Rafiki yangu, nikupe kazi. Nikupatie mgonjwa sasa hivi, nataka usimamishe. Kwa hapa. Kila kitu, nguvu ya Mungu inatembea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Una uhakika? Nimekwambia nataka nipatie mtu kazi. Mtu kazi inaanza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unakuwa mtu ambaye anaongea kitu anamaanisha kitu. Nikupatie kazi hapa. Karibu. Kazi ishaanza kuonekana. Nataka nikupatie mtu ambaye anaumwa. Na hapo ni hapa. Nikwambie kwamba nenda kwa imani, Bwana atakuponya.
Hebu patie maji. Wapa maji. Sasa mimi nimechimua kitu. Nikitegemea nakatoa. Unasema kazi itakushinda maana hivyo. Unasema kazi itanishinda. Hiyo kazi itakushinda. Maana yake huna uhakika kwa ndani ya Yesu. Sasa unipatia kazi. Maana nimeuliza wewe uhakika pale? Sema nimeuliza siuliza. Umeuliza. Kuna uhakika pale? Asimame, tupatie nini? Na mimi leo nikaongea na Mungu, Baba, tunataka kazi. Mtu asemaje? Sasa Mungu nipatie kazi mimi sasa. Wewe ndio unanijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilikuwa kanisani. Nataka kuambia ogopa mtu ambaye ana uhakika na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilikuwa kanisani. Ninawaambia watu wa vyombo tulia shiriki. Watu wa vyombo kubwa wamekolea. Unajua kitu kanisa kwangu na vijana wengi. Kwa wamekolea kwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji akawapatia ishara kwamba nyama zote wanaposifu. Wakawa wanyamazi. Wamekolea. Wako ndani ya nini? Ndani ya upako. Hiyo sio ndani ya Yesu, ndani ya upako. Ikabidi nizime vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vyombo vikazima papo. Alafu nikamwambia Mungu niruhusu. Nikarudi kutulia. Kurudi kulia, wazee wetu upako wakataka kuanza tena. Nikaambia nimezima, kuelewa kwamba nimezima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wana kupatia shuhuda huu. Uhakika kwamba ndani yako uko ndani ya Yesu. Ni kumdhihirisha Yesu pasipo kumdhani. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Sasa anateseka. So, nilikuwa watu watano, tugenusu watu watano wenye maumivu ili tuwatoe. Sasa ni mmoja, inakuwa tunamwombea. So tunamwombea. Sasa tunamwombea. Siwezi. Naitwa Eveli Msigozibati. Eveli Msigozibati. Eveli. Kazi afya yangu wakati hii kitu iko kwa mchemshoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kujaribu kwa kuonyesha ujasiri kwa kuwa ndani ya Yesu. Sasa tuonyeshe mfano. Bwana Yesu asifiwe. Tuongelee mtakatifu. Sasa karibu kwa watu tunakosea. Baba yetu na Mungu wetu, Yesu mwenye nguvu na mamlaka, uishie palipoinuka. Asante Baba kwa uwezo wako na nguvu yako. Tazama mtumishi huyu wako na mkabidhi mbele za uso wako. Tazama hiki kitu kinachomsumbua ndani ya mwili wake Bwana, katika jina lako. Ukasimame kinyume na roho zote chafu, unakuondoa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Bwana. Ninaarika nguvu zako Bwana katika jina lako. Ukaweza kudhihirisha na kuonekana Baba katika jina lako. Ninatoa katika jina lako Bwana. Umesikia ananiambia? Haujiwezi. Kwa nini anatoka na ujasiri kumwambia haujiwezi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ana ujasiri? Ni jinsi alivyoanza kuomba. Unakumbuka tunakwambiaje?
Ukaanza kuambia Baba, tunaalika uwepo wako, manake ulikuwa una uwepo. Ni darasa la utumishi. Sio mapepo yanatambua huyu mtu ana ufahamu kiasi gani. Unaposema Baba, ninamkabidhi mtumishi wako, ninamkabidhi, maana wewe unajitoa. Alafu Mungu anasema hiko kitu nimekuwekea mamlaka kwako, nani mtatoa nini? Amesema nani mtatoa mapepo? Mtatoa nini? Maana ni mamlaka ambayo iko ndani, inazalisha tumisha. Nazalisha tumisha. Nazalisha tumisha. Ukinisikiliza kwa makini na ukanielewa, wewe ni mtumishi pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kuomba nini? Umekuja kuniombea mimi? Hauwezi. Si ndio? Unajua nimetoka wapi mimi? Acha kuomba rafiki yako. Usisaidie kazi. Wewe isababisha hii. Haya, nitende kusimu. Kusimu wote. Ngoja. Sikupatia kipepo unapotoka na kwa kifua. Kwa jina la Yesu. Sasa kwa jina la Yesu, wewe uwe katika jina la Yesu.
Anaitwa nani? Kwa nitanyoka. Haya, basi haraka. Mlosalia kwa mwili huu sasa, kuachia mwachie sasa. Utapumzika, achia. Utapumzika, achia. Utatema. Sema asante Yesu. Sema kutoa asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Unajisikia? Najisikia vizuri. Unajisikia vizuri? Ndio, sijui ninakuwa aje. Ujumbe kwa umekaa. Sasa hivi unajijua ulipo. Najivuta hapa. Unajikuta hapa. Sisi Yesu wako. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoa jasho hapo. Nimetoa jasho. Nimetoa jasho. Aliongea mishipa ya shingo. Uhakika Yesu yuko ndani yako inatokana na kiwango cha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na kiwango kikubwa cha neno la Mungu ndani yako, unaruhusu Mungu kushika kila kitu chako kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu unadhihirika ikiwepo ndani yako. Kuna neno hili, ukiwa na neno la Mungu, chochote unachokihitaji kinakuwa. Hata ile kufikiri Mungu anahusika katika fikra yako kulitimiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wengi hawaoni Mungu? Hawaoni Mungu katika mipango yao, hawaoni Mungu katika matarajio yao, kwa sababu watu wengi hawahusiki kumwingiza Mungu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka si hatua ambayo inafanya Mungu ajibu kila kitu. Kuokoka ni uhakika wa kuingia mbinguni. Unapoamua kuokoka, maana umejihakikishia kwamba unaenda wapi. Lakini hali ya utawala katika dunia hii inatokana na uwezo wa kumwingiza Mungu ndani yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. So unahitaji Mungu ahudumu kwenye maisha yako. Iwepo ni afya ahudumu, iwepo akili nzuri kwa watoto ahudumu. Inatokana na kiwango gani ambacho umeamua kumwingiza nani? Hello? Hello? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nataka kuonyesha mfano na kuonyesha hali ya mtu kuingia ndani ya Mungu. Hello? Wakati ninamsimamisha ile, nikaambia Mungu, nataka tuone namna kuingia ndani. Sijaomba kukemea pepo, ile ilibidi Mungu amfinye pepo alipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wangekuwepo watano wenye kutuonyeshia kwamba nani Yesu yuko ndani yao, manake mapepo watano wangelipuka.
Kwa kuwa isipomo moja izidi pepo moja fanye. Na sijaomba kukemea nini? Fikra kwamba nahitaji tufanye zoezi. Mungu akajidhihirisha kutokana na nini? Bwana asifiwe. Kanisani kwangu wananijua vizuri. Kuna wakati sitakaji watu mtu akatishe. Kuna mmoja tu nikamwambia, mbona unazurura ovyo leo kanisani? Immediately nimeongea naye tu hivyo. Nikamwambia tu malaika watakushughulikia. Hapo kichwa kikavuka. Akaanza kusikia kizunguzungu hadi akaka. Kwa hali ya kuzurura hakika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijaomba lakini nilipozungumza na fikra Mungu akajibu. Ukitaka Mungu usike kwako, kiwango cha neno kinahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakaa hivi kutokana na kiwango cha neno ambacho kipo ndani yako, ghafla Mungu akajibu kile ambacho unawaza. Mungu kujidhihirisha kwenye kile ambacho unawaza haitokani kwa sababu umeomba, inatokana na neno ambalo liko ndani yako. Ndio kile ndani yako. Umebeba mawazo mangapi yamekufa katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje? Anasemaje? Kila mwaka na mpango mpya. Mpango wa zamani haujaisha. Katika Yesu, kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu sura ya 14. Yohana Mtakatifu sura ya 14. Najua ninachofundisha ni kigumu kidogo kwa sababu ni mafundisho ya kitumishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini natamani uelewe ili usiwe tegemezi, uweze kujisimamia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 23 na 24. 23 na 24. Neno ambalo linasema hivi. Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hatalishika maneno yangu, na neno mnalolisikia sio langu, ila ni la nani? Lake Baba aletaje? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 23 anasema mtu akinipenda atalishika neno, alafu akilishika neno langu Baba atampenda mtu huyu. Atukuzwe Yesu. Kwa lugha nyingine, ukitaka kumfanya Mungu akupende, na anakwambia kabisa nasi tutakuja kufanya makao ndani yake. Kwa hiyo ukitaka Mungu akupende, ukitaka Mungu afanye makao ndani yako, inahitajika wewe ushike neno nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali la kujiuliza, umeokoka? Baba na Yesu wanafanya makao ndani yako? Halo. Ukitaka kujua wanafanya makao ndani yako, jiulize maneno mangapi umeyashika ya kwanza? Maneno mangapi umeshika? Halo. Maneno mangapi umeshika ya kwanza? Ndio kiwango cha kuona kama Mungu anafanya makao ndani. Atukuzwe Yesu.
kiwango cha kumfanya Mungu afanye makao ndani yake inatokana na kiwango cha kushika maneno yake. Atukuzwe. Kwa ukihitaji ndani yako kuwepo na ufalme wa Mungu katika kudhihirisha upendo wake hapa duniani, inakutegemea wewe kwa namna ambavyo unamshika katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema unampenda Yesu, unamwamini Yesu, lakini ukawa upo ndani ya makao yake. Maanake makao yake inatokana na wewe, namna ambavyo unamshika. Kumshika sio kwamba ninamshika Yesu au msalaba Bwana na Mwokozi tu. Kumshika ni kushika maneno. Kushika nini? Maneno. Ni hatari sana ukiwa kwamba umeokoka alafu unamaliza siku kuna neno la Mungu ambalo limeingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari. Umeokoka alafu unamaliza siku kuna neno la Mungu ambalo limeingia ndani yako. Maana kiwango cha neno kuingia ndani yako ndio kiwango cha ufalme kuingia ndani yako. Jana nimekwambia imani inaongezeka inapofanya pia upendo wa Mungu unaongezeka na upendo wa Mungu. Kiwango cha upendo wa Mungu kuongezeka kwako hata kukufanya kuwa mboni ya jicho lake inatokana na neno lake, namna ambavyo unalishika. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanaishi tu kwa neema ya wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe. Wanaishi kwa neema nyingi. Lakini ukiondoa neema ambayo Mungu alishikamana na wazazi wao, wao wenyewe binafsi wanaweza kufika pale pepo anawapiga waanguka mkufa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu upendo wa Mungu ndio uvuta neema. Na ukivuta neema, ile neema ikaadi kwako, inakaa kwenye kizazi. Kwa maana kuna matendo mengine ukifanya kwa mwanadamu wenzako, ukiyafanya wewe unaweza kuona umeshinda ama unaweza kuona umepata, kumbe ikaja kwa watu ni kizazi. Atukuzwe Yesu. Namna ambavyo unahitaji kutembea na Mungu na kuona upendo wa Mungu juu ya maisha yako, ni namna ambavyo unatengeneza sasa neno la Mungu kuingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Asikwambie mtu kwamba upako unapatikana mlimani. Upako unapatikana kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maanake upako kwa wengine, neno la Mungu linapokuja kwako, Biblia inakwambia ni wanaingia ndani Baba na yeye Yesu Kristo. Wanaingia ndani. Kwa hiyo wakiingia ndani yako, maanake wanaingia na ufalme wao. Ufalme siku zote una nguvu na mamlaka. Hiyo mamlaka inapojidhihirisha huku kimwili, ndio tunasema ile mtu ana upako. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupa hiyo siri wasaidie watu. Atukuzwe Yesu. Tumishi namaliza sasa. Namaliza sasa. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Mwambie mlaka neno la Mungu. Geukie tena mwambie neno la Mungu. Mtingishe vizuri mwambie neno la Mungu. Halo? Halo? Ukiwa na neno la Mungu, sauti ya Mungu iko kwako. Ukiwa na neno la Mungu,
Ukiwa na neno la Mungu, nguvu ya Mungu iko upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la wakati wana tatizo la kusahau. Wakati wana tatizo la kusahau. Msaada wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikuombee. Na ila nataka nikupatie dawa ya kutibu shida ya kusahau. Dawa ya kutibu shida ya kusahau. Kila siku soma mstari mmoja kwenye Biblia, halafu tafakari. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari neno. Amen. Ukitafakari neno, ile neno hakikisha katika hiyo siku unalikumbuka hata mara 3 mara 4. Fanya hivyo kwa siku 21. Alafu utakuja kuniambia kama shida ya kusahau iko. Bwana Yesu asifiwe. Kama una mtoto mdogo ama mtoto mwanafunzi ambaye anasahau, mpatie neno asubuhi, alafu mwambie jioni uje kunitajia kwa kichwa. Uje kuniambia kwa nini? Kwa kichwa. Mfanyishe hivyo kwa siku 21. Alafu ikifika kwenye mtihani yake, uje kuniambia nikapata. Upako wa kusahau ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukakuombea, tukakuwekea mkono, lakini isiwe inatibu tatizo moja kwa moja. Unajua watu ambao wamesoma udaktari wanaelewa kabisa hii dawa niliyokupatia inatuliza, haitibu. Bwana Yesu asifiwe. Sawa sawa, mtu mwenye shida ya kusahau, ukiwekewa mikono, si kwamba umetibiwa tatizo. Bali tunatuliza nini? Tunakusaidia tu kwa sehemu, kwa muda fulani. Lakini baada ya muda, shida inarudi. Kwa sababu tiba ya kusahau ni mtu alishike neno. Halo? Wengine wanasema nina mambo mengi ndio maana nasahau. Hata wewe na mambo chungu mzima. Bwana tuweze. Mimi nina washirika wako Tanzania, nina washirika wako nje ya nchi, wako Uingereza, wako Marekani, wako Mozambiki, na hao wote natakiwa nifanye niombe. Na hapa juzi tena kuna fellowship ambayo imeongezeka, ni washirika wako nje. Na anaripoti kila siku. Kati ya mimi na wewe natakiwa sana. Lakini ninajua kabisa hiki tumeweka hapa, hiki tumeweka hapa hivi kwa sababu ya neno. Neno la Mungu ni tiba ya kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana usahau mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sipendaji injili ya hivi. Kwamba nikulipishe nikuombee. Mimi nakueleza kwamba nikuwekee mkono, mama, shida yako ya kusahau imeipaje? Najua tu baada ya miezi 3 utarudi kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tiba halisi ya kusahau ile. Namna ambavyo unachukua neno na namna ambavyo unaitafakari neno. Bwana asifiwe. Sasa shida ya watu wengi, ngoja nifundishe kidogo.
Shida watu wengi wakichukua Biblia wakitaka kulisoma neno wanasoma sura nzima. Ndio kweli. Ili umalize nini? Kurasa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma sura nzima huwezi kupata upako wa hiyo neno. Ukitaka kuona Mungu akifanya kazi kupitia neno la Mungu, chukua mstari mmoja kwenye Biblia. Tafakari mstari mmoja kwenye nini? Na kufundisha jinsi ya kusoma Biblia. Mungu haongeagi na ukurasa. Ukisoma ukurasa mzima, maana yake unaongea na wale ambao waliandikiwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kumwona Mungu akihusika kwenye maisha yako kupitia neno lake, hakikisha unachukua mstari mmoja unauingiza kwenye maisha yako. Ndio Yesu. Baada ya hapo, ukifanya kwa uaminifu, wakuletee kanuni kwa kutegemea. Mtu yote akiwa mgonjwa akuletee, utaona jinsi ambavyo Mungu anamhudumia yule mgonjwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana upako uko pale ambapo unatafakari neno la Mungu. Unapoingiza neno la Mungu ndani yako, unamruhusu Mungu aingie ndani yako katika ufalme. Nisamehe, mimi sipendagi watu ambao nitegemezi. Napendaga mtu ajisimamie. Ndio maana masomo yangu mengi sana ni ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio mtoto ameshikwa nyumbani unatafuta namba ya mchungaji kwa wapi saa 6 za usiku. Mimi mtu ambaye anipigia simu saa 6 za usiku hapo ni ugonjwa. Halo, ndio mtafutie mchana. Hakuna ndugu na mtu anaomba moja mbili tatu nitaomba. Saa 6 za usiku. Atukuze Yesu. Kwa sababu ninajua nimekufundisha siri ya kumdhihirisha Mungu juu ya maisha yako. Ukiwa tegemezi ni hatari sana. Maanake kila familia Mungu ameweka nguzo ya ufalme wake katika hiyo familia. Kwa hiyo wewe mama ama baba, jua wewe ni nguzo ndani ya nini? Maanake ufalme wa Mungu unatakiwa ukae ndani yako. Na ufalme wa Mungu ukikaa ndani yako, maanake nguvu ya Mungu inatakiwa itembee katika maisha. Na hii nguvu ya Mungu inavutwa kwa upendo wa Mungu juu ya maisha yako. Na upendo idhihirisha kutokana na jinsi gani ambavyo unalishika neno ambalo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ana swali? Swali lolote? Tuko darasani. Nikumbuka nimekwambia kesho unaleta mgonjwa afu unamwombea mwenyewe. Swali lolote. Ni semina tofauti hapo je ibada. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hapa mimi sifanyi kama ni semina, nafanya kama ni darasa. Lakini nimetumwa kutengeneza watu. Watu kwenye swali lolote. Tunga discuss tengeneza swali. Tunajadiliana. Maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Usiishio mfano katika maombezi.
Inawezekana kuna mtu usio mkamilifu. Naomba tofauti ya neema na uzishi wenyewe. Nilikuwa naendelea. Mfano, utatoa mtu anaombea mgonjwa, lakini mwenyewe sio mkamilifu. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu ile anamwombea pepo linatoka tena napona. Lakini kuna mwingine fai mkamilifu mwenyewe. Na mwenyewe anamwombea napona. Sasa nilikuwa nataka kuelewa zaidi yule aliyetumia neema, maana yake sio kwa mkamilifu wake, maana yake kuziletea mwenyewe. Na yule aliyekamilika tofauti iko sasa katika utumishi. Mtu mwenye anajua kusoma Biblia kwa kitabu cha Efeso 6. Efeso 6. Efeso sura ya 6. Mstari wa 11. Ndio. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za Shetani. Kupinga ila za nini? Ndio, endelea. Kwa maana shindano kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu nini? Sasa nijibu swali lako. Neema ni hali ya kustahimilishwa sehemu ambapo kustahili kwetu. Bwana asifiwe. Neema maana yake kwa uwezo wangu siwezi kuwepo hapa, lakini kwa kuwa na neema ya Mungu, Mungu ananifanya niwepo hapa. Amen. Hiyo ndio kazi ya nini? Ya neema. Sasa nakuja swali lako jinsi ukulipanga kwamba inakuwaje mtu ambaye ni si mkamilifu anaweza akatoa pepo na mtu ambaye ni mkamilifu na anaweza kwaje? Tofauti yao ni kitu gani? Tofauti yao nini? Ni kitu gani? Nimekusomea kitabu cha Efeso. Kitabu cha Efeso mstari wa 12 hapo sura. Mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Cha kwanza anakuzungumzia nini? Falme na nini? Cha pili, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya wakuu wa giza. juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya majeshi ya pepo katika ulimwengu wa nini? Kuna kitu ambacho nataka nikukiona. Kuna kitu kinachoitwa vitengo katika falme za giza. Mtu mwenye pepo, unaona kwanza, hata asiwe na upako wa aina yoyote, anaweza akakemea pepo akatoka. Lakini ukakutana mtu ameshikwa na jeshi, ameshikwa na wakuu wa giza, ama ameshikwa na falme na mamlaka, jichanganye. Bwana asifiwe. Maanake wafalme na mamlaka wana uwezo wa kujua maisha ya mtu, kwamba huyu ni mwenye dhambi, huyu mwenzetu. Ndio maana Yesu Kristo akasema sehemu fulani kwamba inakuwaje kama mimi namtumikia, inakuwaje naweza kufanya kutoa. Je, huo ufalme haufikiniki? Kwa mtu mwenye kutenda dhambi ni ngumu kudili na falme na mamlaka na vipepo. Cha kwanza. Cha pili, mtu mtakatifu, mtu kwa lugha nyingine tunasema huyu ni mwana wa nini? Kutembeaga na ufalme. Tofauti ya mwenye dhambi na huyu mtu ambaye anatembea na ufalme ni matokeo katika maisha yao,
si matokeo katika kutoa nini. Hili naelewa vizuri. Matokeo katika maisha, mtu ambaye ni mwana akiwepo sehemu ana uwezo wa kuathiri hiyo eneo. Kila kitu ambacho kipo pale kitakaa katika mfumo wa kimungu, kwa sababu yeye yuko Bwana sifa. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu na ushuhuda wake, alipanda ndege, alafu ile ndege ilipofika angani ikapata nini? Hitilafu. Watu wote wakaogopa. Unajua wakati huo hata kama ni mwenye dhambi unamuita nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye akawaambia acheni kwa boat na msiogope maana mimi niko. Sasa ile kwa na wazungu na nini? Wakamuuliza wewe ni nani? Akamwambia mimi mtumishi wa nani? Na alivyojitambulisha tu vile, ndio ndege ifanye. Wewe jamaa anatembea duniani na upako wa kufufua. Bwana pesi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msiogope watu, acheni fanye. Sehemu ambapo yuko mwana wa Mungu ana uwezo wa kuathiri. Mungu hujibu fikra ya mwana wake hata kabla hajaongea, hajaomba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani pia anapoanza Mungu anatenda. Kwa tofauti ya huyu mtu na huyu ni udhihirisho wa ufalme katika maisha yake. Unaelewa? Udhihirisho nini? Ufalme wa Mungu katika maisha yake. Mtu ambaye ni mtakatifu, Mungu anahusikana kuhudumia maisha yake. Bwana pesi. Na mtu ambaye ni mtakatifu, Mungu achilia ulinzi katika maisha pasipo hata yeye kuomba. Mungu achilia nini? Ulinzi. Kwa faida ya huyu mtu kuwa mwana wa Mungu ni ulinzi ambao anapata. Ni namna Mungu anavyotazama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaniona mimi rafiki yangu? Unaompigia? Unaompigia? Unaompigia ni hapa. Hakuna bwana. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaniona mimi? Mimi silipi mshahara wote. Sina posho yoyote kanisani kwangu. Kanisani. Ninapoenda sehemu kuhudumu, sitegemei malipo ya aina yoyote, labda wao wenyewe waamuzi. Nilimwambia yule mchungaji wangu pale kwamba mimi nataka ni akili yangu na ufahamu wangu nilipo na Mungu. Siwapigii simu wasaidizi wangu kuambia kitu chochote cha kunihusu kwamba na uhitaji nacho. Ila chochote ninachokihitaji kwenye maisha yangu Mungu anafanya. Siko na neno vizuri. Siko na neno vizuri. Siko na neno vizuri. Nini ambacho nakuonyeshia? Mungu mhudumia mtu ambaye ni mwana wake. Petro aliuliza, tumeacha kila kitu, tutapata nini? Mungu na Yesu akamjibu akamwambia hivi, mara 100 duniani. Maana hapa duniani Mungu anafanya atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Sina leo vizuri. Sina chochote ambacho nakihitaji nikakikosa. Naweza nikakaa hapa nikafikiria hela na ile ikaingia mdomo. Sio unanielewa vizuri. Na kuonyesha ushuhuda wa maisha yangu
Kwa nini? Niliweka macho yangu kumtazama Yesu na ninahakikisha ninaishi kwenye kanuni za nani? Kanuni za Yesu. Mojawapo ni hizo ambazo zinakufundisha. Tokea nimeokoka, sote ukia tumeona mimi nimeokoka katika mdomo. Sijawahi kusema nimekopa. Sijawahi kusema nimeokoka. Kopa Bila mshakopa sana. Hiyo ndio tofauti ya kuamua kujishikamanisha na Mungu vizuri. Kwa tofauti kati ya mwenye dhambi na mwenye haki ni namna ambavyo ufalme unahudumu kwa mtu. Sio? Mimi ukimuuliza nguo niliyovaa, viatu nilivyovaa, sijui. Mbona hata yenyewe nilovaa? Mimi kaniletea laki sita. Sawa. Mpaka nikamwangalia mara 10 nikasema huyu jamaa. Kinga anagugu kweli. Laki sita. Nimevaa mkononi. Nikitoaga siweki mezani rafiki yangu. Naweka kwenye box yake. Angalia yule pale. Na huyo hapo anaona box yake. Siweki mezani. Mbona sijazoea akishinda kulipa. Sio ndio vizuri. Ndio leo Mungu kuhudumu kwa mtu ambaye ni ufalme. Nisiye kazi kwa dai Mungu na shida ya hela kiasi fulani. Naomba hela. Maana kinajua mbinguni hakuna hela tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Yesu alichofanya akatupatia kila kitu afa kaenda akasema nenda kuandaa nini? Makao. Basi. Kwa mimi kitu ambacho najifunzaga kila siku namna ya kuomba kwa usahihi. Ndio. Una mic yake. Natamani kusoma Isaya 38 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7 ili nielewe zaidi. Swali langu liko pale Isaya 38 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7 ili nije nielewe zaidi. Jamani, mwenye Biblia kwanza asome. Maana pale Ezekia alipougua sana. Isaya 38 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Maana Ezekia aliugua sana. Alipougua alikuwa anamtumikia Mungu. Akaugua. Sasa akajiguza ukutani wake, alikuwa anaomba muda mwingi aponi. Sasa wakati mwingine alipojiguza ukutani akamuomba Mungu. Akasema, Mungu, kumbuka nilivyokutumikia kipindi kile. Inawezekana kama niende kinyume penzi wako na bila nistahilishe kwa neema yako. Tena Mungu alikuwa amempangia kwamba afi wakati mwingine katika maandishi, lakini natoa utume. Swali pale alikuwa anatumia, Mungu alikuwa muone kuja kukua au kama ni mtumishi wa Mungu alafu anaugua. Kwa nini Mungu afanye? Akaruhusu afanye? Akaruhusu augue. Unajua kwamba Ezekieli alikosa. Sababu ya kuugua kwake ilitokana na kosa alilofanya na kuwaonyesha watu mambo yote nyumbani kwake. Ndipo nabii akamfuata, akamwambia umefanya hivi, umefanya nini? Kosa. Sawa, umefanya nini? Kosa. Na kwa namna hiyo unakufa. Kwa sababu ya yeye ndani yake kuugua ni kusikia kufa. Mara yule nabii alimwambia unaofaje?
Akasema akaingia nini ndani, akaingia kana akamgeukia Mungu kwenye ukuta. Sasa sio kuugua, ni ugonjwa alikuwa anaugua ndani nini, ujue kwamba anafaje. Ndio nilikwambia sasa hivi, nikumbushe nitengue, nilikwambia sasa hivi kwamba kwa sababu hii umekupa kopa, unaenda kufa. Unasikia? Sio vibaya, utasikia hali ya kuugua ndani ya moyo wako, hali ya kuhangaika ndani ya moyo. Ndio kitu ambacho Ezekieli alikipata, akamgeukia Mungu. Maana nabii akitamka ametamka, akamgeukia nini? Mungu, kwamba kumbuka nilipotembea. Hiyo ndio maana kujifunze namna ya kuomba. Akamwambia Mungu, naomba unisamehe. Alijua sehemu ambapo alikuwa mbali nani? Kama kumbuka nilipotembea. Mungu akuachilia uponyaji kwake. Alienda kumwambia nabii, ndio nabii wa kwanza alitembea kauli yake. Alienda kumwambia nini? Nabii, kwamba rudi mwambie Ezekieli na ninamuongezea miaka 10. Kwa ishu ya kuugua kwa Ezekieli kwa sababu alitamkiwa kufa. Hautokufa na kansa. Alitamkiwa nini? Kwa hali ya kutamkiwa kufa akasikia kuugua ndani. Sio, unaelewa sasa? Umeelewa hiyo? Kuna mtu mwingine mwenye swali? Nataka maswali mawili ya mwisho. Maswali mawili ya mwisho. Hata kama una mgonjwa ambaye anasumbuka muda mrefu, unataka kujua namna atakavyotakiwa kuona, unauliza swali hili, mtu anapona. Mungu kuonyesha mkono. Swali lolote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pigie makofi kwa Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza mambo haya ili upendo wa Mungu udhihirike katika maisha. Kesho tutajifunza jambo la tatu ambalo ni kamili. Kitu cha kwanza ambacho tumejifunza ni nini? Imani. Hali ya kuamini. Hali ya kuamini kwako inamvuta Mungu katika jambo lako. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikwambia kuna tofauti kati ya kukiri na kuamini. Wengi wanakiri wakihisi kwamba wanaamini. Halo? Najua Yesu atanisaidia. Anakiri kweli kwamba Yesu atafanyaje? Lakini hasaidiki kwa sababu ya kiwango cha imani kipo ndani. Sasa kinachomfanya Mungu atokee sio kukiri kwako tu. Kinachomfanya Mungu atokee kwenye maisha yako ni hali ya kuamini. Unamwaminije Mungu katika hilo eneo? Unamwaminije Mungu katika hiyo hali? Na hali ya kuamini kubadilisha namna ya kuomba. Bwana pesi. Sikiliza, chochote unachokihitaji, atutumii neno Baba naomba, tunakisemesha iko kitu kutokea. Kwa jina la Yesu. Haya magoti kwa jina la Yesu. Unapaswa kutembea. Sio, unaelewa hapo? Unapaswa fanye tembea kwa jina la Yesu. Hizo roho za maumivu zinazotesa miguu yangu, kuanzia sasa achilia mishipa, achilia misuli, achilia mifupa. Jina la Yesu ni ufunguo wa kukuingiza pale katika mamlaka. Baba ninaomba ponya miguu yangu. Utasubiri ombi lifanye, na unajua kila ombi linakubaliwa na kufanya. Lakini ukitambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa lugha nyingine wewe unayo mamlaka ya kimungu,
unatakiwa usemeshe shida. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe Yesu. Unaambia okay, inaingia ndani, nikitoka nisikukute. Bwana Yesu asifiwe. Nisikukute. Haleluya. Tulimwambia Mungu muda wa semina hatuhitaji mvua, na leo tukatukiwa tujaribiwe imani. Na mimi jana nikakwambia hata ukiona wingu juu, wewe jiandae kwa ajili ya nini? Kwa hiyo ilipofika saa 7 Saa sita nikamwambia mtumishi wa Mungu, nikamwambia ingia kwenye maombi, simamisha mvua baada ya nusu saa. Nikamwambia simamisha mvua baada ya nusu. Wana wengine wakio watakaye pale Bwana Yesu asifiwe. Akaingia kwenye maombi, akaingia kujifungia, na baada ya muda ndani ya hiyo nusu saa tukaona kwa nini ambacho tunakufundisha. Ukielewa wewe ni mwenye mamlaka, kila kitu hapa ulimwenguni unaweza kukisemesha. Amen. Bwana asifiwe. Unaweza fanye ukisemesha. Shida tulionayo ni baba tunaomba. Nakwambia ubadilishe design ya maombi yako. Wakati wa kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namkaga asubuhi, naambia ninakutukuza Mungu aliye hai, Baba wa mbingu na nchi, ninakuinua. Habari za mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Natoka hapo naambia Bwana Yesu asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Maana leo utakuwa pamoja nami. Nikitoka hapo naambia Roho Mtakatifu nifunulie yale yote ambayo yamepaswa kuwepo siku ya leo. Yesu. Mwana uomba kimwana. Atukuzwe Yesu. Una shida, acha kusema baba naomba, semesha shida. Sijui naeleka. Mtu ananielewa vizuri? Amen. Semesha shida yako. Mtoto anaumwa. Kwa shetani katika jina la Yesu, ndio kukaa ndani ya mtu. Ondoka kwenye kichwa chake. Ondoka. Roho ya maumivu achilia mwili wake. Katika jina la Yesu. Amen. Ukisema baba ninamkabidhi kwako, utasubiri baba. Bwana Yesu asifiwe. Hampokei kwa sababu naomba Halo? Halo? Bwana Yesu asifiwe. Hampokei kwa sababu naomba nini? Usahihi wa maombi ndiyo matokeo kwenye maisha. Sasa ikasha kubatia kile. Jana sikufunulia Biblia. Ametubariki baraka zote za nini? Kwa kuingiza Yesu ndani yako, tayari una kila kitu ambacho unakitaka. Tayari una uzima ambao unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kwa maombi? Uko tayari kwa maombi? Amen. Mambo sima. Niko bomba zoea kuabudu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe Bwana.
wewe tu Bwana, ni wewe mfalme wa wafalme, ni wewe tu Bwana, ni wewe, hakuna kama wewe, ni wewe tu Bwana, ni wewe Baba twakuabudu, ni wewe tu Bwana, ni wewe, wewe ni Mungu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya neema yako. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo. Siku ya leo. Umefungua fahamu zangu. Umefungua fahamu zangu. Umefungua akili yangu. Umefungua akili zangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimejua haki yangu. Nimejua haki yangu. Kama mwana. Kama mwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimejua haki yangu. Nimejua haki yangu. Kama mwana. Kama mwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kila aina roho. Kila aina roho. Kila aina nguvu ya giza. Kila aina nguvu ya giza. Kila aina ya kuwa giza. Kila aina ya kuwa giza. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Tesa maisha yangu. Tesa maisha yangu. Tesa maisha ya uzao wangu. Tesa uzao wangu. Tesa maisha ya uzao wangu. Tesa maisha ya uzao wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaamuru katika jina la Yesu Kristo, ukamatia maisha yangu, ukamatia maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Beba katika jina la Yesu, kuuliza kwa achia maisha yangu, achia uzao wangu, achia nguvu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achia akili, achia ufahamu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achia ufahamu, achia kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, hamna mamlaka kama katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, achia ufahamu, achia uzao, achia pia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo.
Kwa jina la Yesu. Asante kwa
Babake hayupo. Kuna babake mdogo yule. Yule babake hajaja leo. Yesu Mungu. Haleluya. Haleluya. Yesu Mungu. Haleluya. Haleluya. Kulitangaza Yesu Mnazareti. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Mtoto wa Yesu. Mtoto wa nani? Anafanya kazi pale kwa Mtoto wa kazi. Mtu wa kazi. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Nguvu ya ukombozi. Nguvu ya ukombozi. Ukaweka kwenye mifupa yangu. Ukaweka kwenye mifupa yangu. Toa sauti, usishangae mapepo. Ukaweka kwenye mifupa yangu. Ukaweka katika damu yangu. Ukaweka katika mishipa yangu. Ukaweka katika misuli yangu. Kwa jina la Yesu. Chochote kile ambacho shetani alifunga, alishika siku ya leo, nguvu ya ukombozi, nguvu ya ukombozi, nguvu ya ukombozi, nikakomboe jina Yesu, kwa chochote kile ambacho shetani alishika, shetani alishika, shetani alipokonya, shetani alipokonya kwenye afya yangu, kwa jina Yesu, siku ya leo, simama, ndio Bwana Mungu, rejesha, Ana shida ya kifua, ana shida ya kifua. Kifua wake kinabana mara kwa mara anapata changamoto ya kifua. Roho saya mashiki. Saidia kusaidia.
Usichezee maisha yangu. Inayoshika maisha yangu. Inayoshika maisha yangu. Siku ya leo. Wanama yote ya siri. Wanama yote ya siri. Wana popofu ndani yangu. Ninaamuru. Wamoto. Toka ndani yangu. 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 Toka ndani yangu.
Yesu akusaidie kwa pamoja nasi msaidie katika jina la Yesu. Kila kufunga kila kupata kitu Kwa jina la Yesu.